Amani, amani watu wa Mungu. Amani, amani watu wa Mungu. Naomba niwakaribishe kwenye Tangazo hili ni tangazo la mjadala wa dini. Mjadala ambao tumekubaliana na mpinzani mmoja anaitwa Danieli Mwankemwa. Danieli Mwankemwa kutoka kule Tanzania. Danieli Mwankemwa kutoka Tanzania amekuwa na machungu sana na kujipiga kifua sana, akidai ya kwamba yeye ni msomi mkubwa, ana hoja ambazo tunazikimbia, na yeye anajua mpaka Biblia, tafsiri ya Kigiriki na mambo mengi ambayo ameyasema. Nimejadiliana na Danieli Mwankemwa kwa muda mwingi, na wakati mwingine alikuja kwenye inbox yangu akaomba mjadala. Nikamwambia nataka mjadala wa viwanjani, peupe wazi mbele ya watu, kwa sababu hii mijadala ya online inafika mahali ya kwamba ujaja unaingia. Nikamwambia nataka mjadala wa moja kwa moja kwenye uwanja. Wakati nilipomwambia hivyo, akasema yeye hawezi kupatikana. Na akasema anataka mjadala wa online. Nikawa nimemwambia huo mimi sitawezana. Nataka mjadala wa moja kwa moja. Mwisho ameenda kwa wanahabari, akina simulizi. Akaenda kwa akina simulizi, akaongea maneno kwa kujipiga kifua sana. Yani amejipiga kifua kweli kweli, akidai ya kwamba yeye ni msomi na kutuonyesha ya kwamba sisi hatuna kitu tunajua. Yeye ndiye msomi na ndiye anayejua. Sasa akaja nikatoa video juzi ambaye nilitoa kuhusu habari ya Tito 2:13. Mwisho akaja kwenye inbox yangu akaandika, wewe, akaniandikia habari, je, unaweza ukawa unaniambia ni muda gani utakuwa live ili mimi nipate nafasi ya kukuuliza maswali yangu. Sasa yani hakuna video yangu ambaye ninaitoa ambaye yeye hataki kujibu. Sasa nikamkubalia, nikamwambia mimi nataka mjadala mmoja mkubwa ambaye tutangaze watu wafuate. Watu wengi wafuate, kwa sababu amedai hapatikani. Sasa nimemkubalia mjadala kutoka tarehe 1 saa 2 ya usiku, saa 2:30 ya usiku mpaka tarehe 7. Mada ya kwanza, Mungu wa Biblia ni nani? Yeye anasema Mungu wa Biblia ni Yesu, hakuna mwingine, ni Yesu Mungu wa Biblia. Hakuna Mungu mwingine, ni Yesu Mungu wa Biblia. Hayo ndio mahubiri na ndio mafundisho ya Mwankemwa. Kwa hivyo tunaomba ajipange, aje kwa ajili ya kuleta hoja za kutetea madai yake. Na mada ya pili, siku ya pili itakuwa imani yetu wa Kristo. Yesu ni nani? Na amezaliwa ama ameubwa? Hiyo ndio mada ya pili. Kwa hivyo Mwankemwa ajipange. Anadai ya kwamba amesoma theology, anasema ya kwamba amesoma Biblia kwa lugha ya Kigiriki, na anadai sisi hatujasoma kwa maana hatukupatana na yeye shule yenye alienda. Nikana kwamba yeye ndiye anayefundisha watu Giriki. Sasa tunamhitaji Mwankemwa na aje kama amejipanga. Mara hii hakuna mchezo, ni kuweka wazi ukweli ujitenge. Na itakuwa ni mara yangu ya mwisho kujadili na yeye. Mada hii ambayo tunaanzia tarehe 1 itakuwa ni mada yangu ya mwisho kujadili na yeye. Kwa hivyo aje amejipanga, chochote ambacho anadhani ya kwamba anakijua aje akilete. Mada ya pili, mada ya tatu, utatu ni nini? Utatu ni nini? Atufundishe anajua utatu ni nini. Atufundishe hata kwa gazeti. Ajipange Mwankemwa. Mada ya 4, uungu ni nini? Uungu ni nini?
Kwa hivyo tuko na mada ya utatu ni nini, na tuko na mada ya uungu ni nini. Mada ya 5, Roho Mtakatifu ni nini au ni nani? Roho Mtakatifu ni nini au ni nani? Mada ya 5. Mada ya 6, SDA chini ya mfumo wa General Conference ni kanisa la Mungu kwa hoja zipi? Maana analitetea sana kanisa la SDA chini ya mfumo. Sijui wamemtuma ama amejituma. Kwa hivyo tunaomba Mwankemwa aje kutetea kanisa la SDA chini ya mfumo wa General Conference ya kwamba ni kanisa la Mungu. Maana Mwankemwa ametumwa na wao ama amejituma mwenyewe. Kwa hivyo achunge sana asije kuaibisha. Kwa hivyo ajipage vizuri. Alafu mada ya 7 ambayo ni ya mwisho, je, kanisa la kweli ni gani? Ni nini kinaweza kuonyesha kanisa la Mungu ni gani? Maana alisema kanisa la Mungu ni madhehebu mbalimbali. Sasa tutaangalia katika Biblia kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu ni gani? Kwa hivyo naomba mfuatilie, wacha ushabiki wa saa hii. Yule atakayesema ukweli ni Biblia. Isomwe kwa lugha ya Kiebrania, isomwe kwa lugha ya Kigiriki, basi tuko hapo hapo. Kwa hivyo mumufikishie Mwankemwa video hii, mwambieni nimetangaza, nimekubali ya kwamba mjadala tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6 mpaka tarehe 7 kuanzia saa 2:30. Hata kama hatutalala twende mpaka asubuhi. Hakuna kuweka muda wa kumaliza. Kwa hivyo ajipange, kama ni kulala alale mchana, kwa sababu tutakuwa tunaanza saa 2:30 mpaka kieleweke. Hatuwezi kukaa katika mawazo mawili. Lazima tujue Mungu wa kuabudiwa ni nani. Ni kwanza haeleweki, ni mtu ambaye ako na contradiction katika mafundisho yake. Anasema Yesu ndiye Mungu, hakuna mtu mwingine. Anasema ati ukisikia Baba ni nani? Yesu. Mwana ni nani? Yesu. Roho ni nani? Yesu. Baadaye anakuja na ageuka tena anasema kuna utatu. Yaani ni mtu ambaye ako confusion element. Confusion element. Yaani ni mtu ambaye ana confusion lakini anajipiga kifua bure. Kwa hivyo nataka mumufikishie Mwankemwa, mumuambie sasa hapa kutakuwa na mjadala wa kata na shoka. Maana tutaweka vitu wazi wazi. Mambo yatawekwa wazi wazi. Hatuwezi kukaa katika mawazo mawili. Mtu anajipiga kifua, mwingine anajipiga kifua, tupatane kieleweke. Tupatane kieleweke. Kwa hivyo video hii nimeitoa kwa sababu ya Mwankemwa na mwenzake anaitwa Simulizi. Kwa hivyo kama kuna mtu anaweza kuwafikishia video hii Simulizi pamoja na Mwankemwa, Simulizi aipeperushe video hii ambaye nimeitoa, wa ulimwengu ufuate. Tutakuwa wapi? Biblia Nuru ya Dunia itakuwa live. YouTube ya Biblia Nuru ya Dunia itakuwa live. Saa 2:30 tarehe 1 usiku tutakuwa live Biblia Nuru ya Dunia. Tutakuwa live Facebook hii ya Mwalimu Francis Ndacha, na tutakuwa bado live katika page ya Biblia Nuru ya Dunia, Facebook page ya Biblia Nuru ya Dunia. Kwa hivyo naomba muwatangazie watu waje wafuate. Sasa tujue muongo ni nani na ni nani anayesema kweli. Maana lazima kuwe na mkweli na lazima kuwe na mwenye anadanganya. Kama ni mimi ijulikane, kama ni Mwankemwa ijulikane. Aache kujipiga kifua akiwa ndani ya nyumba yake, akijisifu akiwa ndani ya nyumba yake. Mwingine na akusifu wala si mdomo wako mwenyewe. Mimi najua Mwankemwa ni mweupe pepepe na